usiniruhusu niyakose. Asubuhi ya Januari 23 mwaka 2026, nyumbani kwa Bibi Wilhelmina Felix Mlingi, kijiji cha Uparo, wilaya ya Moshi, halikuwa na kimya cha kawaida cha alfajiri. Hakukuwa na kelele, hakukuwa na taharuki. Bibi aliamka kama alivyokuwa akifanya kwa zaidi ya karne moja ya uhai wake. Akaandaliwa chai yake ya moto, akainywa pole pole, kisha akasema kwa sauti ya utulivu, naenda kupumzika kidogo, niandaliwe nguo za kwenda kanisani. Hakuwa akijua kuwa huo ungekuwa usingizi wake wa mwisho. Alipoenda kupumzika, ndipo umauti ulipopita kimya kimya, kama rafiki wa zamani aliyekuja kumchukua mtu aliyekamilisha safari yake. Bibi Wilhelmina Felix Mlingi alifariki dunia akiwa na umri wa miaka 105, bila maumivu, bila kilio, akiwa nyumbani kwake, mahali alipopapenda na kulijenga kwa sala, kazi na upendo. Wasifu wa marehemu Bibi Wilhelmina ulisomwa kanisani na mjukuu wake ambaye ni mtawa kati ya watawa watatu ambao familia hii imebarikiwa uwepo wao. Unasema bibi alizaliwa Aprili 21 mwaka 1921 katika kijiji cha Yamu, wilaya ya Moshi vijijini, mkoani Kilimanjaro. Alikuwa mtoto wa pili kati ya familia ya watoto 7, enzi ambazo maisha yalijengwa kwa kazi ya mikono, heshima na mshikamano wa kifamilia. Alipata elimu yake ya darasa la 4 katika shule ya msingi ya Yamu, elimu ndogo kwa vipimo vya leo, lakini kubwa katika kumjenga mwanadamu. Hapo ndipo alipofundishwa nidhamu, busara na maadili aliyoyabeba maisha yake yote. Katika maisha yake marefu, Bibi Wilhelmina hakuwahi kuogopa kazi. Alijishughulisha na kilimo na ufugaji, akiamini kuwa ardhi humlipa mtu kulingana na jasho lake. Alikuwa mfugaji wa ng'ombe, mkulima wa mazao ya asili na mpenzi wa vyakula vya kienyeji. Alijaliwa watoto 10, 8 wa kike na 2 wa kiume. Walio hai ni watoto 6 na wengine 4 wametangulia mbele za haki. Kati yao watoto 6 ni wa kike, 5 ni wa kike na 1 ni wa kiume. Yesu alibarikiwa kupata masista wawili ambao wanafanya utume katika shirika la Mama Teresa wa Calcutta. Pia bibi yetu alijaliwa wajukuu 31, vitukuu 57 na vilembwe 4. Kati ya hao wajukuu 31, jukuu mmoja ni sista wa shirika la Mtakatifu Ana. Kwa Bibi Wilhelmina, kazi haikuwa adhabu, ilikuwa sehemu ya uhai. Maisha ya Bibi Wilhelmina hayawezi kusimuliwa bila kutaja imani yake thabiti ya Kikristo. Bibi yetu alibatizwa na kupata komunyo ya kwanza pamoja na kipaimara katika parokia ya Mtakatifu Yohana Iwe, na ni mwanachama wa chama cha kitume cha Mtakatifu Ana, na alikuwa akisali katika jumuiya ya Mtakatifu Antoni wa Padua. Maisha yake yalikuwa sala. Aliishi kile alichokiamini. Ibada ya maziko iliongozwa na Padre Sweetbet Steven Koda katika kanisa Katoliki parokia ya Uparo, ambapo waumini, ndugu na jamaa walikusanyika kumwombea marehemu. Tukiwa katika hali hiyo ya kupeana pole, kwa maneno mengine, ni nafasi na ni siku ya kushukuru Mwenyezi Mungu. Ni nafasi, ni siku, ni saa ya kushukuru Mwenyezi kwa miaka aliyomjalia. Kwanza kwa zawadi ya maisha aliyomjalia, zawadi ya uhai, zawadi ya watoto, zawadi ya familia, zawadi ya wajukuu, zawadi ya vitukuu. Tunamwambia Mwenyezi Mungu asante. Na kwa maneno mengine tena, ni siku ya kufurahi, ni sherehe. Ni siku ya kufanyaje? Ni sherehe. Ni siku ya kufurahi kwa sababu umri aliyojaliwa na Mwenyezi Mungu ni
tunavuka yale matarajio, tunavuka hata ule umri wa Biblia ambapo maandiko matakatifu yanatufundisha umri wetu wa kuishi miaka mingapi. Niangalie nini. Alichotuachia ni ile juhudi ya kazi. Kwa kweli watoto wa marehemu wanafanya kazi vizuri sana na wana umoja. Ameacha boma lake au familia yake katika mazingira mazuri sana. Wote wana upendo, wanaelewana, wameshikamana vizuri. Kwa hiyo tunamshukuru Mungu kwa zawadi ya maisha ya mama yetu, Mama Wilhelmina Mlingi. Baada ya ibada hiyo ya mazishi, mwili wa marehemu ulisindikizwa na kupumzishwa katika nyumba yake ya milele, ikiwa ni hitimisho la safari yake ya hapa duniani. Wilhelmina katika maji ulibatizwa. Mwenyezi Mungu akamilishe kazi njema alianzisha katika ubatizo. Wilhelmina, mwili wako ulikuwa hekalu la Mungu, tunaomba akupe furaha ya milele. Wilhelmina, wewe ni mavumbi, utarudi kuwa mavumbi, lakini Bwana atakufufua siku ya mwisho. Maisha ya Bibi Wilhelmina Felix Mlingi yanatuachia maswali mazito. Tunaishi kwa nidhamu gani? Tunatunza vipi miili na roho zetu? Tunajenga urithi gani kwa watoto wetu? Maisha marefu si miujiza tu, ni matokeo ya maamuzi madogo ya kila siku. Kula kwa kiasi, kufanya kazi, kuishi kwa heshima, kusali, kusamehe na kupenda.